Wangapi wanafahamu msingi wa sikukuu ya kukusanya? Maana lazima tueleweshane, tujue, tuwe kwenye peji moja wote. Wangapi wanaelewa msingi wa sikukuu ya kukusanya unatoka au unatokana na nini? Ni andiko, labda ni andiko gani? Msingi wa sikukuu ya kukusanya umetoka kwa kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 15b na 16. Hakuna mtu yote atakayesimama mbele yangu mikono mitupu. Hilo ndio neno la msingi. Wala hakuna mtu yoyote au wala hapana mtu atakayesimama mbele zangu au atakayeonekana mbele zangu mikono mitupu. Sasa ningependa mnisomee Kutoka 23 mstari wa 15b. Huu ni msingi. Jamani, huu msingi muukumbuke siku zote. Sawa? Amen. Siku zote muukumbuke huu msingi jamani. Huu ndio msingi. Nyumba ni msingi. Kutoka 23 mstari wa 15b. Wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu na mikono mitupu. Kwa hiyo kumbe Mungu anataka tukienda mbele zake siku zote tusiende na mikono. Hiyo ni principle, ni kanuni katika kwenda mbele ya nani? Ya Mungu. Hairuhusiwi kwenda mbele yake na mikono mitupu, hasa wakati kama huu tena tunapoenda kipindi cha kupitishwa bajeti zetu za mwaka 2025. Mstari wa 16. Tena sikukuu ya mavuno hayo, malimbuko ya kazi zako za kupanda mashamba. Sikukuu ya nini jamani? Mavuno. Hayo malimbuko income au kipato chochote unachopata kwako, hayo ni nini? Mavuno. Yawe ya shambani, yawe ya ofisini, yawe ya kwenye kazi zako za mikono yako zote. Ile kipato chako unachopata wewe, ile ndio nini? Mavuno yako. Hayo malimbuko, endelea. Hayo malimbuko ya kazi za kupanda mashamba. Kazi zako, kazi zako. Ina maana anafafanua sasa maana ya mavuno ni malimbuko ya kazi zako za kupanda wapi? Mashambani. Tena sikukuu ya kukusanya. Hapo hilo neno hilo ni la kupigia mstari kwa sababu ndio lililotuweka hapa sahihi. Tena sikukuu ya kukusanya. SKYK. Hiyo ndio ya kwetu sisi. Maono hayo Mungu alionipa miaka mingi sana iliyopita. Sikukuu ya kukusanya wapi? Mwisho wa mwaka. Mwisho wa mwaka kama hivi sasa. Hapo utakapofanyaje? Hapo utakapokusanya hayo uliyoyataabikia shambani. Kuna yale sasa uliyoyataabikia, sasa unapoleta mavuno yale katika hiki kipindi tulichosema tangu tumekupa Disemba yote ya mwisho wa mwaka, ndio zile sadaka zako ulizoleta sasa, zile kama ni za upande wa vyakula na upande wa fedha, zinakufungulia mlango mwakani. Vyakula vinakufungulia mlango wa kutokupungukiwa mwakani au kulala njaa. Baada ya kulala njaa au kushindia mlo mmoja tu, unaanza kupata zaidi. Vile swala la nini? Fedha. Fedha inasimama pale ambapo inakuwekea mlango ulio wazi kwa ajili ya income, mapato yako yote ya mwakani. Nataka nikuambie hivi,
hata ungekuwa umeokoka kuliko malaika, maadamu unaishi duniani, hela ni lazima. Hamna kitu utaenda dukani kukinunua kwa maombi. Hamna kitu chochote. Hata yule rafiki yako wa dukani, kama anaduka na yeye ni rafiki yako na anaduka na ameokoka na mnasali wote mahali fulani, hawezi kukupa bidhaa aliyoiweka dukani kwa urafiki wa sala za maombi kanisani. Hawezi. Si ni kweli jamani? Hawezi, haiwezekani. Tunapokuja kwenye maombi, tutavuna maombi. Ukipanda maombi, utavuna maombi. Ina maana utapata watu wengi wanaokuombea, hata kama majibu hayatokei katika maisha yako yote unayoishi duniani. Hata kama majibu yale hayajatokea, labda yatatokea kwa wajukuu wako, au kwa vitukuu, au kwa vilembwe, lakini watu wale unaowaombea watapata na wao nafasi kukuombea. Ukipanda maombi, unavuna maombi. Ukipanda fedha, unavuna fedha. Huwezi kuvuna kitu usichopanda. Hiyo kanuni inakataa, haipo. Mimi nafikiri nimekuwa mwalimu mzuri sana wa masuala ya kufundisha mambo ya mafanikio katika upande wa fedha, si ndio? Uchumi na maendeleo, si ndio? Ukipanda vyakula kama mlivyotoa, utavuna vitu pia. Kama hivyo hivyo ulivyobeba vitu ukavileta, ndivyo hivyo hivyo utakavovuna. Yaani kwa kifupi, kanuni ya kile unachopanda ndicho unachovuna. Hiyo ni kanuni imesimama, imekaa hivyo, haijawahi kutanguka hata siku moja. Na Paulo aliliweka vizuri zaidi. Anasema apandaye haba, au hamjawahi kusikia huo mstari? Mimi sijawahi kusema, ni Paulo ndo amesema. Mimi sijawahi kuandika huo mstari kwenye Biblia. Mimi nimenukuu matamshi ya nani? Anasema hivi, apandaye haba. Haba hivi sinaeleweka maana yake. Atavuna haba. Kwa hiyo ukiona mimi natoa na kutoa na kutoa na kutoa, jua ni kiwango na mimi cha kuvuna. Malizia basi bila wivu kidogo. Ni kikubwa. Sasa unajua tatizo linakujaga pale watu wanapoendaga shambani siku ya mavuno. Hapo ndio huwa kuna tatizo. Maana pale sasa ndio kijicho kinaanzia. Kuna mwingine alipanda kisado kwa jembe la kuchimbua na mkono hivi. Halafu kuna mwingine alileta matrekta kalima kabisa eneo kubwa sana sana sana. Akaleta watu wakapanda, akaweka wasimamizi, akaweka watu wa kupalilia, akasimamia kitu chake mpaka saa ya mavuno. Akisimama namna hii, anasema mwaka huu nimepata. Sasa yule wa kuchimbua hivi, akimwangalia yule anavyobeba kwa malori, na yeye amebeba gunia moja kutoka kwenye sado au mbili. Pale kijicho, unadhani kati yao wawili nani atawahi kwa mganga wa kienyeji? Yule wa nini? Wa sado. Ndio maana unaambiwa umaskini ni mbaya. Maskini ana uwezekano mkubwa wa kufanya maovu mengi. Yaani ana uwezekano mkubwa sana wa kufanya maovu mengi. Kwa sababu ya nini? Umaskini. Na maskini ukimwambia pia omba, anaanza kulia hapo. Nawaza huyu sasa analia nini? Matatizo ni mengi. Lakini tajiri anaongea tu, Mungu nadhani unaelewa nina budget zangu.
kuna mipango yangu ile naomba uifanikishe kwa kudra zako. Amina. Basi amemaliza. Na inakuwa lazima iwe. Akishakaa katika upako kama huu hapa hivi, lazima iwe. Cha msingi unaweka mipango yako yote ikae vizuri. Lazima vitu viwe, lazima vitokee. Alafu kubwa kuliko vyote, Mungu, hata nikitamka dua ya leo, Mungu, kumbuka kanuni yake, Mungu anabariki kazi za mikono yako. Mungu habariki kilio cha maombi au maombi ya kilio. Anabariki kazi za mikono yako. In other words, kama una biashara, kama una nini? Nimesema nini? Kama una biashara, kama una ajira, kazi fulani unafanya, ni lazima ile kazi itafanyaje? Itabarikiwa. Lazima ibarikiwe. Kishafika kwenye upako ulio sahihi, lazima ile kazi ifanye nini jameni? Ibarikiwe. Hiyo ni lazima. Lazima ibarikiwe. Haiwezekani utie mkono kwenye kazi alafu kazi yako isibarikiwe, labda kama haumchi Mungu. Lakini kama umeamua kuja kwenye upako kabisa hivi kabisa, umesimama ukasema huyu Mungu jamani anayotamkwa hapa, na mimi nataka mambo yangu aninyoshee, mbona anakunyoshea tu? Hajawahi kufail, hajawahi kushindwa. Jesus never fails. Yesu hajawahi kushindwa. Hajawahi kushindwa. Wangapi tunaenda vizuri pamoja? Unajua kila mwaka inakuja kwa namna yake. Kuna vitu vinaenda kwa kanuni. Kanuni ya fedha. Maana leo tunaongelea swala la budget. Na budget ni nini? Budget ni nini jamani? Fedha. Leo kila mtu ameandika budget yake kwenye karatasi hapo, anataka ailete kwenye hii meza ili Mungu aibariki budget yake. Nikitoa matamko ibarikiwe, ipite. Sasa lazima uwe unaelewa na kanuni za fedha. Ukimpa fedha mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii, kanuni inakubali. Lakini ukimpa fedha mtu ambaye ni lazy, hafanyi kazi, umenielewa mpaka hapo? Fedha yako umeizika, ile haitarudi kwako. Kanuni ya fedha hapo inafanyaje? Inakataa kutoa mavuno. Mpaka hapo tunaenda vizuri. Ukimkopesha fedha mtu ambaye humjui, kanuni inakubali. Sio humjui kwa maana humjui, no, unamjua kwa maana ya vigezo vya kazi, lakini sio unamjua kama rafiki. Ukimkopesha rafiki, ndugu, rafiki damdam, ndugu damdam, muumini. Ndio David akikopesha muumini, huyo muumini ataondoka na haleluya moja kubwa, hata karudisha hiyo, kwa sababu anajua kabisa anavuna asipopanda. Kanuni inafanyaje hapo? Inakataa. Kwa hiyo muumini, hata unililie vipi, nikopeshe, kwanza mimi sikopesha hela, mimi sio mkopesha hela. Kwa
Kwa hata unililie machozi kabisa yatoke nikukopeshe, sikukopeshe. Ni bora nitoe 20,000, 30 nikwambie hii kale usirudishe. Lakini kusema na kukopesha, uongo, hautarudisha. Maana wewe ni muumini wangu, utatoroka na nitakukosa kuwa muumini. Yaani utaondoka moja kwa moja. Maana ukishaanza kuona sasa hujalipa, mwaka unaisha, utaanza kuona hata kanisani naona kama kila nikimuona baba anakuja nasikia kama nataka kukimbia. Sasa utasali kweli? Haya, na mimi nikiwa na kuangalia kila dakika nikiwa hapa unadhani nitakuwaje? Sasa hela yenyewe bora iwe 100,000. Sasa jamani, milioni 10, 15, 20, 30, 50. Haya, alafu nikisema mtieni ndani huyu, unamtia ndani muumini wako. Jamani, mbona vitu vingi vinakataa? Kanuni nyingi hapo zinafanyaje? Kwa hiyo kuliko hizi za mbele kanuni zije zikatae, bora tuanze na hii ya kwanza. Usifanyaje? Yes, hiyo kanuni imefanyaje? Lakini kama ni mtu humjui, kwa maana ya kwamba amefika tu ofisini kwako, amejitambulisha, amekabidhi vya kukabidhi na vimeonekana vinafaa kuwekwa rehani na umekubali, yule kanuni inafanyaje? Maana akifeli tunaanza naye, meno yanang'ata, tunaanza hapo hapo, hatuchukui muda. Si ni kweli? Lakini kwa hiyo kuna vitu tu, wengine mnajiingiza kwenye matatizo hata hapa. Mungu anakubariki hela, unasema unamkopesha muumini mwenzako. Wewe muumini mwenzako huyo muumini mwenzako hapo, mnakuja kanisani kila siku unamkopesha. Si atasema huyu muumini mwenzangu huyo, lakini nani sana nitaenda kumwambia baba, hebu nitetee kidogo. Sasa unaona hela yako itakuwa inaisha hivi, imeenda hiyo. Mimi baada ya kusuluhisha baadhi ya kesi hapa za mikopo, sikutaka, nilifungia nje huo mlango, sikutaka tena huo mlango kuona. Hata nikisikia mtu ana mkopo wa namna, sitaki kusikia hiyo habari. Waumini kwa waumini ni kuumiza vichwa. Tunajiumiza vichwa bure, hamna sababu. Kwa hiyo nilikuwa naelezea kuhusu kanuni baadhi, kwa sababu tunaongelea mambo ya fedha, muwe mnaelewa basi na baadhi ya kanuni. Sasa nadhani tumeshakava tayari kuhusu suala la msingi wa sikukuu ya kukusanya. Na kuna watu wanajiuliza, sasa hii mbona leo anasema kuhusu dua? Sisi tunafikiri dua huwa ni kwa Waislamu tu. Bwana, dua iko kote. Baba yetu wa mbinguni ni moja tu. Kwa hiyo dua iko kote. Unaonaje tusome kitabu cha Sefania sura ya 3 mstari wa 10? Balozi, hebu nisomee chapo hapo bila kupoteza dakika hata moja. Maana toka nchi iliyo mbali na mito ya Kushi waniombao dua. Waniombao nini? Jamani, mmesikia huo mstari? Hebu rudia tena, toka. Maana toka nchi iliyo mbali. Kuna nchi ziko mbali kabisa. Na mito ya Kushi. Mito ya Kushi manake mito ya Afrika. Tukizungumzia mto Nile kutoka hapo Uganda mpaka kule Egypt, Misri, ina maana ndo mito hiyo inaanza kuzungumzwa sasa ya Afrika, mito maarufu ya Biblia inayozungumzwa. Ina maana hawa watu wote katika hiyo, maana hiyo ndio ilikuwa dunia ya miaka hiyo, ilikuwa inazunguka mto Nile, ndio ilikuwa dunia ya miaka hiyo. Hawa wote anasema wanamuomba nini? Waniombao dua. Yaani binti za watu wangu waliotawanyika wataleta matoleo yangu. Wataleta. Tunachofocus sisi ni mambo mawili, dua na nini? Matoleo. Wataleta matoleo ya kwao. Yangu.
Soma sasa. Wataleta matoleo yangu. Ndio yake nani? Mungu. Mungu. Jamani, mbona mnajibu kwa wasiwasi? Mungu. Na hakika. Ndio baba. Sasa nataka niwaambie, Mungu ndo kaniweka mie hapa. Kabisa. Kwa hiyo ni kweli tunashutumiwa mengi kwa niaba ya Mungu. Sasa utamuona wapi Mungu umpe sadaka? Hebu niambie, utamuona wapi? Si lazima ulete kanisani, katika mfumo uliopo wa kanisa. Na katika mfumo wa kanisa ina maana kiongozi aliye mbele ndiye aliyechukua dhamana ya kumwakilisha nani? Mungu kwa wanadamu, na ndio anayetoa matamko kwa wanadamu. Kwa hiyo mtu anapokuambia unampelekea mchungaji kula, sasa mwambie, we Mungu, hebu nionyeshe Mungu ulimuona wapi nawe nipeleke basi tukampe hiyo. Huko ulikomuona we Mungu kabisa, umemuona amekaa kwenye kiti labda, au kule kwenye ziwa la Mungu kule kunaitwaje kule? Nyumba ya Mungu labda kule yuko Mungu kule. Tuende tukaingie mpaka kwenye maji wapi, tutafute mpaka tupate Mungu alipo. Tukipata ndo tupeleke sadaka zetu. Tuamini sasa hapo Mungu amefanyaje? Amezichukua. Lakini utaratibu alioweka ndio huu. Kwa hiyo haya ni masuala ya kiimani. Faith matters. Unapokuwa unaipeleka sadaka yako, amini kabisa inakwenda kwa Mungu, lakini unajua kabisa baba yule pale ndo ataipangia majukumu na ndio itafanya kazi iliyokusudiwa. Yani hapo unakuwa umejisafisha kabisa, yani umetakata, roho yako haina mawaa. Lakini mtu anayekuja kuweka akisema sadaka yangu siweki nyingi, watakula bwana, wanakula. Sasa wewe unataka ngedere ndio wale. Lazima Mungu anakula kupitia nani? Watumishi wake. Ukiwaona wamevaa vizuri ujue Mungu ndo amefurahi na mambo yako yameenda vizuri. Ndio maana yake. Nilikuwa naweka tu record straight. Sababu kila mara lazima turudie kurekebisha hivi vitu, sababu watu kila mara wanakutana na changamoto za kiakili. Jamani, mmeelewa kuhusu dua na matoleo? Naomba usiondoke, soma tena hapa tumalizie mstari huu kwa siku ya leo. Samuel wa kwanza sura ya 7 mstari wa 10. Wewe unaweza kuanzia wa 9 hadi wa 10, lakini mimi hapa ningetaka kusoma tu mstari wa ngapi? Wa 10. Samuel wa kwanza sura ya 7 mstari wa 10. Ila wewe utasoma kuanzia wa 9 nyumbani. Twende. Hata Samueli alipokuwa akiitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa. Nani jamani alikuwa anatoa? Sasa tumekuja upande, naomba mnisikilize, tumekuja sasa upande wa Samuel aliyoko wapi huku? Madhabahuni. Wewe umemaliza kazi yako tayari, si ndio? Umekwisha fanyaje? Umekwisha toa. Sasa Samuel na yeye ana hesabu zile fedha, alafu anazipangilia utaratibu wa kutoa. Anasema anapokuwa Samuel anaenda kufanyaje? Kutoa. Hebu soma hapa. Hata Samuel alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli. Ina maana adui zako tayari wamekuwa wakijipanga kila mara kupigana na wewe kwa kila jinsi, lakini endelea. Walakini Bwana akapiga ngurumo. Bwana akapiga ngurumo. Hilo ndio neno linashikilia ngurumo ya upako. Ndio maana unaposikia ngurumo ya upako, maana yake imetokana na hilo andiko. Walakini Bwana akapiga ngurumo. Endelea. Mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile. Juu ya kila uadui uliokuwepo juu yako. Akawafadhaisha. Watafadhaika.
nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Ina maana kila kitu kinacholeta vurugu mbele yako hakitarudia kuleta tena vurugu kwenye mwaka 2025. Kila kinachosababisha anguko la kifedha hakitarudia tena kuleta vurugu katika mwaka 2025. Period. Kila kinacholeta mtikisiko wa kiuchumi hakitarudia tena mwaka 2025. Kimeangamizwa kabisa. Kutokana na siku hii kimeteketea kabisa. Bwana atajaza mapato yako kupitia kazi za mikono yako. Bwana atainua kazi zako. Bwana atazibariki kazi zako. Utazidi kuona ushindi mwaka 2025 wa kimapato. Haleluya! Hebu sema amina yenye uhai. Yes. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haya maneno makubwa mazuri sana jamani. Tena ukiendelea mbele anasema maadui walipigwa mpaka uvunguni. Kwa hiyo ina maana hakuna shida tena itasalia mwaka 2025. Kama kutakuwa na shida ni mpya ambayo tayari umeishaandaliwa kuishinda wewe. Nasema umeishaandaliwa kufanyaje? Na ndio maana ya baraka hizi. Amina. Haleluya. Sasa hebu chukua bajeti yako, maana sasa tunaingia kwenye dua. Sasa tunaingia kwenye wakati wa nini? Wa dua. Sasa dua ya budget. Nataka sasa uchukue budget yako, ishike, iangalie. Nataka uiangalie sasa, ikague. Hebu ona katika kuangalia, fanya tathmini kidogo. Kama Mungu akikubariki kitu ulichoandika kikatiki vizuri, je, kinaendana na sadaka uliotoa? Si unaona kabisa kwamba ni neema ya Mungu eh? Mungu anaheshimu kanuni kwa sababu anajua kwamba umefuata kanuni za kubarikiwa. Kila mtu ana bajeti zake, na mimi hizi ndo za kwangu. Hizi ndio bajeti zangu zitakazonifanya niishi, sio kwa miaka 3 au 2, mwaka mmoja tu, mwaka ujao. Baada ya kufikia tena sikukuu ya kukusanya ya mwakani, Mungu akitujalia, ina maana kwamba nitaandika tena bajeti zingine, maana tunaenda mwaka kwa mwaka. Ndio hivyo, planning siku zote lazima uplani mwaka kwa mwaka. Uwezi ukaplani miaka mingi sana. Miaka mingi inakuja kutokana na kile ulichokiplani hapa. Mfano, kama hapa umeplani fedha zako kwenye karatasi yako zitakazofanya ujenge majumba, ufanyeje, ukishayajenga kwa mwaka huo, ina maana kwamba yale majumba sasa ni investment ya kukuletea wewe kipato kwa miaka mingi ijayo. Lakini budget mbele ya Mungu inapelekwa mwaka kwa mwaka. Ni kama serikali inavyofanya. Serikali inapeleka budget zake, inawasilisha bungeni, lakini sio budget za miaka mingi sana, ni mwaka kwa mwaka. Ila ile ruzuku inapotoka kwenda kwenye zile wizara, ndio wanafanyia mambo makubwa ya miradi ya miaka mingi. Lakini bado mwakani wanapeleka tena nini? Budget. Hiyo ndio ufahamu uliopo. Sasa hakikisha bajeti yako imekaa vizuri na iwe realistic. Iwe budget halisi kulingana na maisha yako. Kwa mfano, unaomba gari kama ile pale, mwakani unaomba upate gari kama hii.
na umeipiga na picha, umeiweka kwenye screenshot ya nani, umeweka kwenye nini ile wallpaper nini ile nini ya simu yako umeweka, kila saa unaiangalia. Mwakani nataka Mungu anipe gari kama hii. Unapanga nyumba huko kwa mtu, kodi anakudai miezi 3 umeshindwa kulipa. Sahau kuhusu ile gari pale, sahau. Gari ya milioni 700 sahau kabisa, yani wewe achana nayo kwanza. Ongelea swala la kodi ya miezi 3. Hilo ndio swala realistic, hilo ndio swala halisi kwako. Sijui kama paka hapo tunaenda vizuri. Sasa unaomba kwenda kulala Grand Melia mwakani, wakati sasa hivi hata milo miwili inakushinda. Pambania milo 3, andika hapo, mwakani nisikose kula milo 3 nyumbani. Hapo ndo unazidi kutoka sasa kimaisha, polepole tunaenda. Wote tulikuwa na matatizo, lakini tulienda mdogo mdogo mpaka tukafika hapa tulipo. Kwa usikate tamaa, usikate tamaa. Maadamu bado unapumua na unaishi, usikate nini? Kumbuka, Mungu anaweza kufanya muujiza kwenye sekunde 2 za mwisho kabisa hivi. Sekunde 2 za mwisho kabisa, yani pale unakata tamaa, kama vile unataka kukata tamaa, kama vile unaona kama mimi siwezi tena tini, ndio muujiza mmoja unatokea, bonge la muujiza. Hallelujah. Never give up. Usikate tamaa. Tunaye Mungu Bwana mwenye uwezo. Mungu ana uwezo wa maajabu. Mimi Mungu nimemfahamu jamani, ninapowaambia nimemtumikia kwa miaka 45 by this time around. Mkage mnanielewa. Yani mimi sijawa mtu aliyotumika hivi, yani ninamjua Mungu vizuri kisawasawa hivi. Ndio maana unakuta hata mtu akinisema mimi vibaya, lakini unaona mimi nafaulu tu, nazidi kwenda juu. Wewe unamsema mtu ambaye kila siku anafaulu, huoni aibu? Jamani, mmenielewa hiyo kauli? Mtu unamsema mtu ambaye kila siku akitokea na jambo jipya, Mungu wangu, yani kila saa anakuweka, kila saa anakufanya uwe, mwisho utaanguka. Hata wewe ndio inavyotakiwa iwe kwako. Wache wakuseme, lakini usisemeke. Wewe udumu kufanyaje? Kuwafanya wawe kila saa wanashangaa. Unazidi kupiga hatua tu, unazidi kwenda tu, una escalate, unakwenda tu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kama Mungu huyo wanafikiri wao yuko upande wao, kawaachaje akanibariki mie wanayenisema? Hata wewe nataka ujifikirishe, kama mtu anakusema vibaya na wewe unazidi kufaulu, yeye hafiki pale ulipo, huyo Mungu anayefikiri anamwamini yeye, kamwachaje yeye akaendelea kukubariki wewe? Ni vitu vya kufikiria tu, ni vitu vya kufikiria. Lazima utatoboza, lazima utatoboa, utafika, utaenda. Hakuna cha kukuzuia. Shika imani, shikilia imani, utakwenda tu, utafaulu na mambo yatakuwa vizuri. Inawezekana. Ukitaka unaweza. Yes, ukitaka unaweza. Inaenda tu, kila kitu kinaenda. Yani mimi nakwambia, kuna nyakati niliwahi kukata tamaa kwenye maisha. Nikasema lakini Mungu, hivi mnajua hata Ibrahimu aliwahi kukata tamaa? Maana
Maana nikijiongelea mimi unaweza ukaanza kunihurumia bure tu, wakati kuna watu wa kuhurumia kule kwenye Biblia. Tuanze na wale, tuanze kuwahurumia wale. Ibrahimu alikata tamaa, alifika mahali akasema, Mungu unaniacha, mimi naenda sasa na kufa, umenidanganya, unasema mimi ni baba wa mataifa, sitakupa uzao kama udongo, kama mchanga wa bahari, sioni kitu mimi. Najua unaelewa ile pale unapofikia kukata tamaa. Si unajua inavyokuwa, labda hujawahi, madam unaishi, kuna siku labda hujawahi, ina maana labda unakula neema ya wazazi au hivi. Kwa hiyo unasema hata sielewi anaongelea nini. Kuna siku madam unaishi, kuna siku mtabanwa kwenye nini? Yaani unafika pale hata uelewi cha kufanya, afu barabara hamna mbele, giza tupu. Na Mungu anafanya hivyo, anaruhusu hivyo ili tumtegemee zaidi. Yaani anaruhusu tu. Mpaka unasema, Mungu asa unioni kama upo, mbona hivi? Mungu yupo wewe, acha ujinga. Kukuacha wewe haina maana kwamba Mungu mbona kuna wengine wengi wanabarikiwa tu, wewe uoni? Fungua macho, angalia na wengine wanabarikiwa. Wale wanaobarikiwa ndio somo lako. Mjanielewa. Hamjanielewa. Kwamba hizi shida zimeniandama mie tu. Ni kuna somo hapo unafundishwa. Kwa maana nyanyua macho, angalie wale wanaobarikiwa ndio somo lako wewe. Kwamba kama Mungu hajafanya kwako, amefanya kwa wengine, ina maana endelea kuamini. Come on now. Keep on believing. Endelea kuamini. Madam siku haijaisha. Madam umelala usiku, umekata tamaa, then asubuhi ukaamka ukaiona siku mpya, ina maana Mungu amekutakia mema tayari kwa siku nyingine. Bwana, mimi nakwambia kweli, yani hapa unaambiwa na mtu ambaye ana experience ya maisha. Yani nikisema Masho ni mtu mwenye experience ya field na kila kitu kingine. Kila kitu. Yani ndio maana Waswahili wanasema isiyo kongwe haivushi. Lazima uambiwe na mtu aliye mkongwe katika hiyo barabara. Ndio unaona kweli hapa tunatoboa jamani. Hapa wote tutapita. Wote tutatoboa. Hakuna aliyezaliwa hapa kubaki nyuma, hakuna. Tunatoboa wote. Haleluya, haleluya. Yeah. Na waona washindi hapa wengi. Na Mungu alinibarikia mkono huu. Nitawaambia siri. Alafu hii siri nenda ifuatilie. Utapata majibu. Ukipata majibu usimwambie mtu. Baki nayo mwenyewe. Niseme nisiseme? Hii siri, lakini sio ile siri Yesu alioniambia. Hii ni nyingine. Nataka tuende sawa sawa. Uko tayari nikwambie? Huu mkono umeuona? Yani kitu chochote huwa nikikigusa hivi, iwe ni kazi, iwe ni mtu, iwe ni jambo fulani, yani muangalie huyo mtu baada ya mwaka mmoja. Mwaka huu wengine wanaanzia miezi 6 tu. Utaona amebadilika kabisa. Anapokuwa amebadilika namna hiyo, unaanza kujua ule ni mkono wenye nguvu. Mkono unaofanana na ile, naomba wajenzi mnisaidie, kile kitu kinachobebaga vitu hivi kinanyanyua juu kabisa, ni kitu gani? Crane. Sasa huu mkono wa Mungu ukiutegemea ni kama crane.
Yani ukikamata kitu ukinyanyua ni kinanyanyuka, watu hata wapige kelele mpaka wajigonge gonge, lakini kitu kinaenda juu. Yani hata wapige kelele, walalamike, wasemeje, Mungu ajali, ameshanyanyua, ananyanyua tu, inakwenda tu juu kabisa. Kabisa inakwenda juu kabisa. Kunyanyuka lazima unyanyuke. Mimi sijaitwa nikae na watu ambao na wanyanyua hawanyanyuki. Umewahi kuona ile kijiko inanyanyua kitu inashindikana? Haiwezekani. Lazima ikinyanyua hivi utaishuhudia kwa macho yako, kitu inanyanyuka tu, inanyanyuka tu. Inanyanyuka tu. Sema nanyanyuka kwa mkono wa Mungu wenye nguvu, nanyanyuka. Nitainuliwa zaidi na zaidi na zaidi. Haleluya, haleluya, haleluya. Huyo ndio Mungu mwenye nguvu. Ndiye tunamuita Mungu mwenye nguvu. Yes. Hakosei. Akinyanyua, amenyanyua. Na ukiwa juu lazima ujifunze kuwa na nidhamu zaidi. I repeat. Ukiwa juu, si hivi amepeleka juu. Hapo unapoenda ndio nidhamu inafanyaje? Inatakiwa zaidi. Fikiria ukileta ukorofi hapa alafu akafanya hivi. Akafanya hivi. Angalia usikose hiki kitu. Akafanya. Kama ni container imenyanyuliwa, itakavyoanguka itakuwaje? Ndivyo unavyoweza kuanguka. Kwa hiyo ukinyanyuliwa, nyanyuka, lakini unavyozidi kwenda juu, zidi kuwa na nidhamu zaidi. Kwa sababu kila mtu kwenye maisha alitamani kuwa hapo juu unapoenda. Kwa hiyo usifikiri wewe ni mtoto wa last born wa Mungu. Yani ukikosea atakuachia tu kama alivyoachia na wengine. Na akikuachia itakuwa kama itakavyokuwa. It is what it is. Sasa jitahidi uwe na nini? Nidhamu. Ndio maana na washangaza na watu. Unamsaidia mtu kitu, anasema yule si kama punda wa Yesu yule. Yule punda wa Yesu tu, Yesu ndio kamtumia anisaidie mie. Bas, Mungu kapitishia tu kwake. We, kapitishia kwake. Akupitishia kwa babako wala kwa mama yako aliyokuzaa. Kapitishia kwake. Unamtukana namna hiyo kweli? Mungu sikasikia hiyo. Ngoja atakapoenda kufanyaje? Kwa hiyo unapokuwa juu, Mungu anapoanza kukuinua hivi, zidi kuwa na nini? Nidhamu. Nidhamu katika maisha muhimu sana. Nyenyekevu sio uoga. Nyenyekevu ni attitude. Lakini nidhamu iko wazi zaidi, inaonekana zaidi. Alafu usisahau mithali yangu, maisha ni fumbo, kila mtu afumbue lake. Kama lako Mungu ameliweka hapa kwenye hii huduma, jitahidi uwe mnyenyekevu mpaka fumbo lako lifanyeje? Sio Mungu amekuweka na anakuonyesha atakubariki ukiwa hapa, lakini unakuwa na kaukorofi na bado hujaenda mbali. Mind you, yani hapo umeanza kaukorofi. Hilo fumbo hilo litafumbuka kweli hilo? Haliwezi kufumbuka. Haliwezi kufumbuka. Na hii ndio sababu ya wana wa Israeli walikaa miaka 40 jangwani. Safari ambayo mimi nakumbuka nilisafiri masaa 6 kutoka Cairo
kwa gari, nikaenda kulala mpakani 6 hours. Then asubuhi tena hiyo jangwani ndo nimepita hilo jangwa lote ambalo wao walikuwa wanazunguka huko. Nimepita hilo jangwa lote na nimeona mpaka sehemu za ndama walizokuwa wanaabudu, nimeona kila kitu, nimefika, nimeangalia kwa macho yangu hivi. Nikasema, alafu tunaingia kwenye gari, watu tunaondoka masaa 6. Jamaa wametembea miaka 40. Nifika boda, nimelala. Ilikuwa kama saa 4, saa 5 usiku, maana tuliondoka jioni. Milala, asubuhi na mapema tumedrive kama dakika 30 hivi, tukavuka mpaka tayari mahali ambapo Mfalme Suleiman alikutana na Queen of Sheba. Ndo mpaka, ndo pale alikuja kumpokea yule, unajua zile, yule kutoka Afrika. Hayo mambo yapo bwana. Sasa kuongea sana ndo nini? Sasa tukavuka pale. Tumevuka pale, tulitembea, ghafla tumefika ile inaitwa Dead Sea. Tumevuka pale, kuteremka hivi, tukaenda tukateremka mpaka materemko ya Yerusalemu. Tayari pale tumeshukua masaa 6 mengine. Let's say 12 hours. Masaa jumla ngapi? 12 kutoka Cairo mpaka Jerusalem, downtown Jerusalem. Masaa 12 tumefika pale kwenye materemko. Yesu alipokuwa anasema, aliona mji ule akaanza kulilia, laiti ungelijua. Wanaume tukaendelea kuteremka tu. Ghafla tumefika mjini. Tumeingia kwenye mataa ya Yerusalemu, mji ambao Yesu alisulubiwa. Sasa hawa watu walitembeaje miaka 40? Kulikuwa na matatizo ya akili mengi sana. 40 years. Sasa hebu kama hao walitembea miaka 40, ndio maana usishangae kuona kuna mtu anaishi duniani hajawahi kufanikiwa na atakufa hajafanikiwa. Hiyo ni jangwa lake na ni safari yake ya maisha. Lakini sio wewe. Wewe sasa umenisikia mimi naongea. Umenisikia mimi naongea, lazima akili yako iwe timamu. Ujae nidhamu ili uvuke majangwa yote ya maisha, uyavuke. Tambua nafasi yako. Alafu kumringia Mungu mara nyingine ni mbaya eti. Mungu anataka kubariki, unakuwa huelewi. Wangapi wanasema kuanzia leo nitakuwa na nidhamu ya maisha ili niweze kuvuka? Sema kwa sauti moyoni mwako. Safi, teremsha mkono sasa, chukua bajeti yako kama unayo. Naomba sasa mnisaidie, keti, mwanze kuja kuifunga na kuweka kwenye hii meza. Kuingia kwenye bajeti yako, matumizi ya bajeti yako mpya, mapato na matumizi ya bajeti yako mpya. Sasa ningetaka tuingie kwenye wakati wa hii tamko la dua maalum kwa ajili ya bajeti yako uliyowasilisha. Kabla tujaanza, nataka niwapongeze. Mwaka huu meza inaonekana iko vizuri zaidi kuliko mwaka jana na miaka mingine. Kwa maana mwaka huu inaonyesha kwanza mmepanga vitu kwa utaratibu, mmeandika kwenye mafaili vizuri kabisa. Yaani mipango imekaa vizuri sana. Na pia mwaka huu mmependeza hata zaidi ya mwaka jana. Unajua unapokuja kwenye budget unatakiwa uwe sharp, smart kabisa, sharp vizuri, vaa vizuri.
Mnielewa? Lakini usije kama unaenda kwenye maombi ya mfungo, unatakiwa uje kwenye budget. Unajua unawasilisha nini? Budget yako ili kubaliki, lazima pia uwe na appearance, umejiweka vizuri kabisa. Kwa hiyo mimi nawapongeza, mwaka huu mmefaulu vizuri, na naamini nikimaliza matamko haya Mungu amekubali dua yenu, na kwamba bajeti yenu, kila mtu bajeti yake itakuwa imepita. Uko tayari? Uko tayari kabisa? Uko tayari tuingie kwenye dua? Uko tayari tuingie kwenye dua maalum? Nyanyua mikono yako juu. Nyanyua mikono yako juu kama ishara ya kupokea kutoka kwa Mungu. Kwa bajeti hii mtakuwa mnaitikia amina. Kwa bajeti hii Mungu atakubarikia mwaka 2025 katika yafuatayo. Kwa bajeti hii utakula na kushiba, utavaa na kupendeza, kwa sababu utadumu kumtolea Mungu wako sadaka mbalimbali. Atakujalia kunawiri, kustawi na kukupa afya isiyotikisika. Na kwa sababu utadumu kumtolea Mungu, nawe utalipwa madeni yako yote. Kwa sababu hiyo hiyo utalipa madeni yako pia unayodaiwa. Utanunua viwanja, utajenga. Kwa bajeti hii utakuwa na mtaji, na mtaji wako utaimarika. Utakuwa na kipato kizuri kutokana na kazi za mikono yako. Utafungua biashara yako, nayo itaimarika. Utalipwa madeni, utakuwa na pesa ya matumizi, utanunua usafiri wako, utafanya shughuli zako mbalimbali za maendeleo na zitafanikiwa. Utalipa ada, kodi na bills mbalimbali. Utalipa wafanyakazi wako kama unao, na kama unataka kuwa na wafanyakazi atakujalia kuwalipa wafanyakazi. Utasafiri kwa faida maeneo mbalimbali, iwe ndani au nje ya nchi. Mungu atakuneemesha na kukustawisha, kwa sababu umetii maagizo yake katika siku kuu hii ya kukusanya. Naam, kwa tamko hili la kinabii imekuwa kwako tangu sasa na hata miezi 12 ijayo. Jamani, makofi, vigeregere havitoshi. Bajeti yako na kutangazia ya kwamba serikali tukufu ya ufalme wa Mungu inaingia kwenye kazi ya kuipitisha rasmi. Na ninatamka kwa ishara ya tiki kwamba bajeti yako ipite. Mpe Bwana makofi ya utukufu. Hallelujah.